Amen, amen. Mungu ni mwema. Karibu katika sehemu nyingine na somo letu. Yusufu akafanikiwa. Haleluya. Kama nilivyokuambia kwanza sehemu ya 3 kwamba jina ni Yusufu akafanikiwa, lakini haimaanishi kwamba tutasimama kuangalia habari za Yusufu peke yake. Na ndivyo ilivyokuwa katika sehemu ya 3 pamoja na ya 4, na sehemu hii ya 5 tunaendelea kuangalia kuhusiana na habari za Isaka. Siri iliyopo ni moja, kwamba wote waliofanikiwa, neno linasema Mungu alikuwa pamoja nao. Kwa tutawaangalia watu wengi, watoto wa Mungu wengi wa Mungu na Mungu jinsi alivyoweza kuwafanikisha katika mambo yao yote. Kwa hiyo siri kubwa iliyopo ni Mungu kuwa na wewe. Basi hayo mengine yote yatakwenda vizuri pale ambapo unajua Mungu yupo na wewe. Kwa nini nasema unajua? Kwa sababu usipojua kwamba Mungu yupo na wewe, hata mambo mazuri yanapotokea hautaweza kutambua ni. Kwa utakuja kugundua kwamba kila unachokifanya unajitegemea mwenyewe, alafu mwishoni kabisa hakuna ambalo linakwenda. Mambo yanaanza kuvurugika kwa sababu hautambui uwepo wa Mungu. Na Mungu alizungumza na Waisraeli akawaambia hivi kwenye Kumbukumbu la Torati 8:18, akawaambia hivi. Na baada ya kwamba wamekwisha kuingia katika nchi yao ile ambayo walikuwa wameahidiwa, anasema, na mtamkumbuka Bwana Mungu wenu, kwa sababu yeye ndiye awapae nguvu za kupata utajiri. Kwa sababu nchi wanayokwenda ni nchi yenye utajiri. Kila watakachokuwa wanafanya watakuwa wanafanikiwa. Kwa hiyo walichoonywa ni kumkumbuka Bwana Mungu wao, kwamba yeye ndiye anayewapa utajiri. Wasije wakafikiri ni kwa nguvu zao. Wasije wakafikiri ya kwamba ni kwa sababu wao ni wajanja sana au kwa sababu fulani fulani. No. Waliambiwa wamkumbuke Mungu katika kila kitu wanachofanya, kwa sababu wao na sababu Mungu ndiye anayewapa nguvu za kupata utajiri. Okay, turudi kwa habari ya Isaka kwenye Mwanzo 26. Tulianza kuangalia sehemu iliyopita. Na sina haja ya kusoma, labda nianze tu kuongea alafu naanza kusoma mstari wa 12. Nitaelezea kwa sababu sehemu iliyopita tayari nilishasoma mstari ile ya 11 ya kwanza na 12 mpaka 18, lakini leo nitaanzia 13 na kuendelea. Amen. Isaka alikuwa anakaa nchi ya Wafilisti, na kukawa kuna ukame. Kwa hiyo kitu pekee alichoona ni cha kuweza kufanya ni kushuka kwenda Misri kwa ajili ya kufanya ya kutafuta chakula. Ni kitu ambacho kila mtu alikuwa anaona ni sahihi, na watu wengi walikuwa wanashuka wanakwenda. Amen. Isaka naye akawa muondoka, alipokuwa anakaa akaenda Gerari kwa mfalme wa Filisti, akiwa na nia ya kwamba mfalme amruhusu aweze kwenda Misri. Alipofika Gerari huko kwa Abimeleki mfalme wa Filisti, Mungu alimtokea kwenye ndoto. Akamwambia Isaka, usiondoke kwenda Misri. Kaa hapo Gerari. Amen. Yaani kwa maana awe jirani na mfalme. Akaa hapo Gerari. Na ukitaka kujua alikuwa jirani, ukiendelea kusoma utaona kwamba Isaka alidanganya kwamba Sara Rebeka ni dada yake. Lakini mfalme akiwa amekaa dirishani kwake, akachungulia nje ya dirisha, akamuona Isaka akicheza na Rebeka. Kwa hiyo utagundua walikuwa majirani. Majirani na mfalme wa Filisti. Kwa hiyo alivyoambiwa na Mungu baki hapo kwenye nchi ya Wafilisti, hapo Gerari, alikaa jirani na mfalme, kiasi kwamba mfalme akichungulia nje ya nyumba yake, jirani yake ni Isaka. Kwa akaambia kaa hapo. Lakini sasa nchi ambayo anakaa ni nchi yenye ukame, ni nchi ambayo haijapata mvua, kwa hiyo chakula hakuna. Na anasema kulikuwa kuna njaa kali ambayo haijawahi kutokea hata kipindi cha Abraham baba yake na Isaka. Haleluya. Kwa hiyo kwa sababu ya hiyo njaa, ndio maana Isaka akataka kuondoka. Mungu akamwambia, kaa hapo. Kitu ambacho ninakwenda kukifanya, nitakuwa na wewe na nitakubariki.
Kwa maana nyingine, Mungu akishakuwa na wewe lazima ubarikiwe. Baraka lazima zidhihirike. Amen. Kwa hiyo Isaka kabaki. Alichokifanya sasa, pengine na mimi ni wazo langu, pengine alijua Mungu alipomwambia baki hapo ni kwamba atanyesha mvua. Pengine aliwaza kwamba kwa sababu Mungu ameniambia nibaki, atanibariki, basi ataleta baraka ya mvua. Lakini haikuwa hivyo. Isaka kwa kujua kwamba Mungu atafanya kitu, akachukua mbegu, akapanda. Kipindi hicho hakuna kabisa dalili ya mvua. Akapanda kwenye ukame, akapanda hakuna mvua. Na Mungu hakuleta mvua. Isipokuwa kwa sababu alishasema niko na wewe na nitakubariki. Mungu ikabidi baraka zake adhihirishe kupitia mbegu alizopanda Isaka shambani. Alipanda kwenye vumbi, ndio alipanda kwenye vumbi. Zikaota, zikakua na zikampatia mavuno 100 ya kiwango halisi alichotakiwa kukipata. Haleluya. 100 ya kiwango alichotakiwa kukipata. Kwa hiyo Mungu akampa 100 ya kile alichokuwa anatakiwa kupata. Mungu alivyo ajabu. Amemwambia tu niko na wewe, nitakubariki. Kwa maana nyingine, chochote utakachofanya sasa Isaka, hicho kitu hakitakufa, kitabarikiwa. Kwa hiyo lazima kitazaa, lazima kitaonekana, lazima kitafanikiwa kwa sababu nipo na wewe. Amen. Biblia inasema kipindi hicho ambacho Isaka alivuna. Ukisoma mstari wa 13 kwenye Biblia habari njema inasema hivi, naye yani Isaka akatajirika. Alizidi kupata mali hadi akawa tajiri sana. Alikuwa na makundi ya kondoo, ng'ombe, watumwa wengi, Wafilisti wakamuonea wivu. Isaka kipindi hicho cha ukame, mifugo yake ndio inaongezeka. Kwanza akavuna, kitu cha ajabu, kapanda na kuvuna kwenye ukame. Alafu mifugo yake ikaongezeka, akatajirika kwa mifugo. Wakati mifugo ya wengine inakufa au wanaila kwa sababu hakuna chakula, inabidi wale mifugo yao inazidi kupungua. Ya Isaka sio tu kuongezeka, lakini hata ile iliyopo ni mifugo mizuri. Kondoo wazuri, ng'ombe wazuri, watumwa wake wakawa wengi. Kwa sababu kama wote mna njaa inabidi mje mfanye kazi kwa Isaka mpate chakula. Haleluya. Kwa hiyo Isaka akawa tajiri. Katika ukame ule, katika njaa, Isaka ndo akatajirika. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na yeye. Kwa hiyo utajiri wa Isaka ni sababu ya uwepo wa Mungu kwenye maisha yake. Na uwepo wa Mungu kwenye maisha yake uliletwa na utii wa Isaka. Baki hapo. Kaa hapo kwenye nchi ambayo nimekuambia ukae. Tulia hapo Isaka. Ndiyo, mazingira yanaonekana kwamba kuna njaa, lakini mimi nipo na wewe. Kwa hiyo mimi nikiwa na wewe, njaa sio tatizo. Njaa sio issue. Mimi nikiwa na wewe, hayo mambo mengine hayana shida yote. Mimi Mungu nitarekebisha sababu niko na wewe. Amen. Na mimi nitakubariki kwenye kila kitu. Kwa hiyo akabarikiwa kwenye shambani kule, akavuna vizuri kabisa kupita maelezo. Akabarikiwa kwenye mifugo yake, ikazidi kuongezeka na kunenepa na kwenda vizuri kabisa. Akaongezewa na watumwa kwa sababu ya njaa, watu wanakuja kufanya kazi kwa Isaka. Kwa alikuwa tajiri mkubwa sana. Amen. Nataka tuendelee kuanzia mstari wa 15, tutaendelea hapo. Kumbuka, pointi ni hii. Mungu yupo na Isaka. Hiyo ndio pointi kubwa. Kwa hiyo nasema hivi, Wafilisti walikuwa wamevifukia visima vyote vya maji ambavyo watumishi wa Abrahamu baba yake walikuwa wamevichimba wakati alipokuwa bado hai. Ndipo Abimeleki akamwambia Isaka, ondoka kwetu, kwani wewe umetuzidi nguvu. Haleluya. Haleluya. Mungu yuko na Isaka. Ukame. Fikiria wewe ndo Abimeleki, piga hesabu. Mfano tu, wewe ndo Abimeleki, ni mfalme. Alafu unaona kuna ukame na njaa. Alafu ghafla unamuona mtu mmoja
ambaye ni jirani yako sasa wakati huo, anachukua watumwa wake anawapeleka shambani. Pengine amekodisha na mashamba yenu yote. Anakuambia nataka kulima. Unaambia haiwezekani. Anasema nikodishie mashamba na anakulipa fedha yako. Anakodisha mashamba yako, analima kwenye vumbi na watumwa wake. Hata kama ni mtumwa wa Isaka lazima ningekuwa nimekaa na waza huyu mzee ana kichani. Kwa hiyo wanalima kwenye vumbi, wanapanda mbegu kwenye vumbi, nyie mnawaangalia. Jua linachoma vizuri, nyie akili yenu yote inaambia kabisa zile mbegu kule zimeshaiva. Hakuna kitu anaenda kuvuna. Mvua hainyeshi. Siku sio nyingi. Unaona mbegu zimetokeza juu ya ardhi za kijani kabisa. Jua ni kali lakini hizo zinakuwa. Jua ni kali, hakuna mvua. Ni njaa, ghafla zinaota zinaanza kutoa matunda. Zinaanza kutoa mazao. Alafu ghafla wanavuna. Wewe huyu mtu utamchukuliaje? Kwa hiyo simshangae Abimeleki. Abimeleki alishtuka, alipanic. Akamwambia Isaka, na kuomba jirani yangu. Haleluya. Ondoka kwetu. Wewe umetuzidi nguvu. Tutulie kwanza. Isaka alikuwa na nguvu gani? Pengine alikuwa mdogo tu. Alichokuwa anaongelea nguvu, alikuwa anazungumza habari ya Mungu wake. Na tutasoma hapo chini tutaona. Kwa maana nyingine anasema Mungu wako wewe hatishiwi na ukame. Mungu wako wewe kwanza hajali kama kuna ukame. Tunafikiri hata Mungu wako hajui kama kuna ukame, hajui. Kwa sababu angekuwa anajua kuna ukame asingekuruhusu kupanda mbegu. Haleluya. Anamwambia wewe una nguvu kuliko sisi, tunaomba uondoke. Sasa hiyo ni ujinga. Kwa sababu kama ana nguvu kuliko nyie, ilikuwa ni swala la kutaka kujua kwani Isaka huyo Mungu wako unayemwabudu ni yupi? Hawezi kutufanyia na sisi kitu cha namna hii. Sasa wanamfukuza mtumishi wa Mungu, wanafukuza baraka za Mungu. Amen. Kwa wakashuhudia wao wenyewe kwamba hii haikuwa kawaida. Na bora ungekuwa hata umevuna kawaida, kwenye eka moja umevuna gunia 10. Kwenye eka moja unavuna gunia 1000. Haiingii akilini Isaka. Okay, mifugo yetu inakufa kwa sababu ya ukame. Mbona kwako inanenepa? Alafu mbona inazidi kuzaliana? Mbona inazidi kuongezeka? Sisi tumekuwa maskini kwa sababu ya ukame. Mbona unazidi kuwa tajiri? Sasa tunakuomba, mimi kama mfalme na jirani yako, ondoka kwetu. Ondoka. Tuendelee mstari unaofuata. Mstari wa 17. Isaka akaondoka. Akaondoka huko, akapiga kambi yake katika bonde la Gerari, akakaa huko. Isaka akavichimbua visima vilivyokuwa vimechimbwa wakati wa Abraham baba yake alipokuwa hai, visima ambavyo Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kifo cha Abraham. Akavipa majina yale yale aliyovipa baba yake. Lakini watumishi wa Isaka walipochimba katika lile bonde na kupata kisima cha maji yanavyobujika, wachungaji wa hapo Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Isaka akakiita kisima hicho Eseki kwa sababu waligombana naye. Halafu wakachimba kisima kingine nacho pia wakakigombania. Hivyo Isaka akakiita hicho kisima Sitna. Kisha Isaka akaenda mahali pengine na kuchimba kisima kingine, lakini hicho hakukigombania. Hivyo Isaka akakiita Rehoboth akisema, sasa Mwenyezi Mungu ametuachia nafasi na tutastawi katika nchi hii. Haleluya. Kwa nini wale jamaa walikuwa wanakuja kuvifukia vile visima wanavigombania? Ni kwa sababu Mungu alikuwa hataki akae karibu na hao watu. Amen. Alitaka wawape wakae sehemu yao wenyewe. Watoto wa Mungu. Haleluya. Isaka alikuwa Gerari, akafukuzwa Gerari, akaenda kwenye bonde kidogo la Gerari, akakaa mbali kidogo na mji. Kwenye ule mji kuna watu wanakuja kuchunga. Walipokuwa wanachimba kisima wakapata maji, kwa sababu Abraham ashachimbaga siku nyingi. Lakini ikawa ugomvi kwa sababu wale watu walikuwa majirani na Isaka. Wakachimba sehemu nyingine, ikawa tena ugomvi. Isaka kaondoka akaenda sehemu nyingine akachimba. Alipochimba akapata maji, lakini akawa yuko pembeni kabisa mbali na watu wengine ili apate nafasi kama mtumishi wa Mungu. Apate nafasi kama mtoto wa Mungu. Sio unakaa tu kisehemu kimejibana, no utakuwa utanuke. Kwa akasema hivi Isaka, Mwenyezi Mungu ametuachia nafasi, nasi tutastawi katika nchi hii. Tumetengwa mbali na watu wengine ili tustawi. Haleluya. Huyo ndio Isaka.
Kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja naye. Kila anachokifanya kinafanikiwa, kinastawi. Amen. Tuendelee kidogo. Kuna mahali nataka kupeleke. Tutamalizia habari ya Isaka tu katika sehemu hii. Kutoka huko Isaka alikwenda Beersheba. Usiku huo huo Mwenyezi Mungu akamtokea na kumwambia, mimi ndimi Mungu wa baba yako Abraham. Usiogope kwa kuwa niko pamoja na wewe. Nitakubariki na kuwazidisha wazao wako kwa ajili ya Abraham mtumishi wangu. Kwa hiyo Isaka akajenga madhabahu akamwabudu Mwenyezi Mungu, akapiga kambi huko na watumishi wake wakachimba kisima. Wakachimba kisima wakapata tena maji. Haleluya. Amen. Isaka anatoka, Mungu anamwambia wala usiogope. Mimi niko pamoja na wewe. Nitakubariki. Yaani nimekubariki lakini nitakubariki. Sasa watu wengi wakibarikiwa kidogo wanajua Mungu ndo amemaliza. No. Mungu amalizaje kubariki? Tuendelee. Siku tunamwangalia tena na Abraham, nitakuonyesha jambo hilo nilokuambia. Twende mstari wa 26. Napenda kuanzia hapo tena kuna jambo lingine zuri. Ninasema hivi, Abimeleki alitoka Gerari akiwa pamoja na Huzathi mshauri wake na Fikoli mkuu wa jeshi lake. Akamwendea Isaka. Si huyu mtu amekwisha kuondoka yule mliokuwa mnamuogopa. Lakini mfalme akamwendea. Isaka akawauliza, kwa nini mmekuja kwangu hali mnanichukia na mmenifukuza kwenu? Wao akamjibu, tumeona wazi kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja nawe. Kwa hiyo tunafikiri nafaa tule kiapo pamoja naye na kufanya agano kwamba hutatudhuru nasi kadhalika hatutakudhuru. Tulikutendea mema, tukakuacha uende zako kwa amani bila kukutenda baya lolote lile. Sasa wewe ni mbarikiwa wa Mwenyezi Mungu. Haleluya. Basi Isaka akawafanyia karamu nao wakala wakanywa. Kesho yake asubuhi wakaamka na mapema na kula kiapo. Asubuhi na mapema wakaamka kula kiapo. Kisha Isaka akawasindikiza na kuagana nao kwa amani. Siku ile watumishi wa Isaka walimjia na kumpasha habari za kile kisima walichokuwa wamechimba, wakisema tumepata maji. Basi Isaka akakiita kile kisima hicho Shiba. Kwa hiyo jina la mji huo ni Beersheba hata leo. Sasa tuna Mfilisti, mfalme wa Filisti. Kamchukua mshauri wake na kiongozi wa jeshi. Wakaenda kwa Isaka. Wao wenyewe wanashuhudia kwa kusema tumeona kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wewe. Kwa hiyo tunakuogopa. Kwa hiyo tumekuja ili kwamba tule kiapo. Usituvamie na sisi hatutakuvamia. Kwa nini? Kwa sababu tunajua kabisa tukikuvamia tutakuweza, kwa sababu Mwenyezi Mungu yupo na wewe. Kwa hiyo tumekuja kutafuta amani. Hebu fikiria, hawa watu wamemfukuza Gerari kwa Filisti. Akatoka hapo akaenda bonde la Gerari nje kidogo ya mji. Alafu pale akasumbuliwa akaondoka akaenda Beersheba. Lakini hawa jamaa wakaona mbona kama jamaa anaweza akatujia usiku huyu, akatuchinja wote, akatuvamia. Kwa hiyo wakaogopa kwa sababu walijua Mwenyezi Mungu yupo naye. Wakamfuata akamwambia, tumekuja, tunajua kabisa Mwenyezi Mungu yupo na wewe. Tumekuja kula kiapo. Usitudhuru. Usitufanyie baya lolote. Na sisi pia hatutakufanyia baya lolote. Haleluya. Maadui zako wenyewe wanakuogopa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu yupo pamoja na wewe. Kumbuka hawakuogopi kwa sababu una msuli sana, ni mkubwa sana, una hela sana. No. Walichokuwa wanamuogopea Isaka ni waliona Mungu yuko pamoja na Isaka. Ndio kilichokuwa kinawaogopesha. Isaka mwenyewe alikuwa watishi. Kwa hiyo kwa sababu anajua Mungu akiwa na mtu, huyu mtu hakuna kitu mnaweza kumfanya. Wafilisti walikuwa wanajua. Amen. Kwa wakaenda wakala kiapo kwamba tumekutenda mema tukakuacha uondoke kwa amani. Tuapie na tuapizane kwamba hutatugusa na sisi hatutakugusa. Hutatuvamia sisi na sisi hatutakuvamia. Na wakala kiapo. Amen. Hebu fikiria matendo ya Mungu yalivyo makuu. Mpaka watu ambao ni wapagani wakagundua kwamba huyu Mungu muumba mbingu na nchi yupo na Isaka. Yupo na Isaka. No, haiwezekani. Haya yanayotokea, yupo na Isaka. Huyu Mungu yupo na Isaka.
Unapandaje mbegu kwenye jua kali, kwenye ukame, mvua haikunyesha, mpaka unapata mavuno tena mara 100 zaidi ya unatakiwa kupata? Haiwezekani. Sasa huyu ni Isaka. Alafu Mungu aliyekuwa anaabudiwa na Isaka ndio Mungu tunayemwabudu mimi na wewe. Je, Mungu hawezi kufanya kwangu na kwako? Anaweza. Mungu hajabadilika. Mungu ni yule yule. Cha kwanza tukubali ya kwamba Mungu yuko pamoja na mimi, yuko pamoja na wewe. Alafu tambua ya kwamba Mungu anafanikisha kila kitu kupitia wewe. Tambua ya kwamba Mungu atakusaidia katika kila kitu. Tembea ukijua kwamba Mungu yuko pamoja na mimi, atanisaidia. Alafu tuone kama hajafanya na kwetu kama alivyofanya Isaka. Haleluya. Niseme hivi, Mungu yuko pamoja na wewe. Yoyote aliyofanya kwa Isaka atayafanya kwako, atayafanya kwangu na kwa kila mmoja ambaye anaamini Mungu yuko pamoja na yeye. Amen.